Vyakula 10 vya asili vinavyoongeza kasi, wingi na afya mbegu za kiume. Ubora, wingi na kasi ya mbegu za kiume vinategemea sana aina ya virutubisho unavyoviingiza mwilini kila siku. Virutubisho kama vile madini ya zinc, selenium na vitamini C na E husaidia kulinda mbegu dhidi ya uharibifu, kuongeza idadi yake na kuzipa nguvu ya kuogelea kwa kasi. Jambo jema ni kwamba unaweza kuongeza afya na uzalishaji wa mbegu kwa kutumia vyakula vya asili vinavyopatikana kwa urahisi. Mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni miongoni mwa vyanzo bora zaidi vya madini ya zinc, ambayo ni kitu kikuu katika utengenezaji wa homoni ya kiume na uzalishaji wa mbegu. Madini haya hufanya kazi ya kuongeza idadi ya mbegu pamoja na kuimarisha muundo wake ili ziwe na afya njema. Pia mbegu hizi zina mafuta mazuri ya omega 3 yanayoboresha mtiririko wa damu kwenda kwenye viungo vya uzazi na kuongeza kasi ya mbegu. Tikiti maji. Tikiti maji na kirutubisho chenye nguvu sana kinachoitwa lycopene, ambacho ni kizuia sumu kinacholinda mbegu za kiume zisiharibiwe na sumu mwilini. Lycopene imethibitishwa kusaidia kuongeza idadi ya mbegu na kuboresha umbo lake. Zaidi ya hayo, tikiti maji hupanua mishipa ya damu na kuongeza mzunguko wa damu kwenye mfumo wa uzazi, jambo linalosaidia uzalishaji wenye ufanisi zaidi wa mbegu. Ndizi. Ndizi ni tunda lililosheheni kiambato cha bromelain ambacho husaidia kudhibiti homoni za uzazi na kuongeza hamu ya tendo. Pia ndizi zina vitamini B1, B6 na C ambacho ni muhimu kwa ajili ya kuupa mwili nishati na kuongeza uzalishaji wa mbegu za kiume. Vitamini C iliyopo kwenye ndizi huzilinda mbegu, hivyo kuzifanya ziwe na stamina na kasi kubwa ya kuogelea. Kitunguu saumu. Kitunguu saumu kinasaidia kusafisha mishipa ya damu na kuboresha mzunguko wa damu kwenda kwenye korodani ambapo mbegu hutengenezwa. Kwa upande mwingine, huongeza uwezo wa mbegu kuogelea kwa kasi na kuzuia mbegu zisifie kabla ya kufikia yai. Mayai. Mayai ni chanzo kizuri sana cha protini na vitamini E ambavyo ni viungo muhimu katika kujenga na kulinda tishu za mbegu za kiume. Vitamini E inalinda seli za mbegu dhidi ya sumu zinazoweza kuziharibu, huku protini ikisaidia kutengeneza mbegu zenye afya na umbo sahihi. Ulaji wa mayai ya kuchemsha husaidia pia kuongeza idadi ya mbegu zinazozalishwa kwa wakati mmoja. Karanga na korosho. Aina mbalimbali za karanga na korosho zimesheheni madini ya zinc, selenium na asidi ya mafuta ya omega 3. Virutubisho hivi husaidia kuongeza mzunguko wa damu kwenye korodani na kuongeza ujazo wa mbegu zinazotoka wakati wa tendo la ndoa. Pia ulaji wa karanga za asili husaidia kurekebisha muundo wa mbegu ili zisiwe zenye kasoro zinazozuia utungisho wa mimba. Mboga za majani kama vile sukuma wiki na mchicha. Mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zina kiasi kikubwa cha asidi ya folic. Asidi hii ni muhimu sana katika mchakato wa utengenezaji wa DNA za mbegu za kiume. Wanaume wenye kiwango kidogo cha asidi ya folic mara nyingi huwa na mbegu zenye kasoro za kiumaumbile au zisizo na kasi. Hivyo kula mboga hizi husaidia kupunguza mbegu zenye kasoro ya kuongeza afya zao. Parachichi. Parachichi lina kiwango kikubwa cha vitamini E, vitamini B6 na asidi ya folic. Vitamini B6 inasaidia kudhibiti homoni za uzazi na kuongeza hamu, wakati vitamini E na asidi ya folic vinatoa ulinzi madhubuti kwa seli za mbegu na kuzipa nguvu ya kutosha. Mafuta mazuri yaliyopo kwenye parachichi pia husaidia mwili kufyonza virutubisho vingi vinavyojenga afya ya uzazi. Samaki wenye mafuta kama vile sato na dagaa. Samaki hao wana kiasi kikubwa cha asidi ya mafuta ya omega 3 na omega 6. Mafuta haya ni kiungo muhimu kwenye utando wa seli za mbegu za kiume na yanasaidia kuongeza kasi ya mbegu kuogelea pamoja na kuongeza mzunguko wa damu kwenye viungo vya uzazi. Pia samaki wana madini ya selenium yanayoongeza uimara wa afya ya mbegu. Chocolate nyeusi ama dark chocolate. Chocolate nyeusi imethibitishwa kusaidia kuongeza mara nyingi ujazo wa mbegu za kiume na ubora wa shahawa. Pia ina viwango vya juu vya viondoa sumu vinavyopambana na sumu mwilini na kulinda afya ya mbegu.
Kula kiasi kidogo cha chocolate nyeusi yenye kokoa kuanzia 70% na kuendelea ni njia nzuri ya kuongeza ufanisi wa mbegu zako. Kumbuka kwamba ili kupata matokeo bora ya haraka kutoka kwenye vyakula hivi, unapaswa kuambatana na mfumo mzuri wa maisha. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha kila siku, unalala masaa 7 hadi 8, unafanya mazoezi ya mara kwa mara na unaepuka matumizi ya pombe, sigara na msongo wa mawazo. Ukizingatia lishe hii ya asili kwa nidhamu, utaona mabadiliko makubwa katika wingi, kasi na ubora wa afya yako ya uzazi.